alijifanya muuza nyanya, kumbe ni mtoto wa bilionea anayetafuta mke. Na wasichana warembo wameumbwa na wakaumbika, warefu na weupe, tena ni mapacha. Kimuonekano wanafanana kila kitu, ila kwa ndani ni tofauti kabisa. Mmoja anapenda hela kupita maelezo, na mwingine anawachukia watu wenye hela isivyo kawaida. Anaipenda hela anaitwa Imelda, na yule asiyependa hela anaitwa Mels. Imelda alivyobalehe alijiepiza kamwe hata kuja kutembea na mwanaume maskini. Alijiapiza kwa kujikata kidole huwa ni lazima olewe na mwenye pesa, tajiri ambaye atamfanya aishi kwa kama malkia kutokana na uzuri wao. Kila siku walikuwa wanatongozwa mtaani, na kila walipopita na wanaume wa kweli walinungunika sana, kulalamika, kuteswa na mahumbo yao mazuri licha ya kutongozwa. Imelda na Mels hakuwahi kuwa na wapenzi. Imelda hakuwa na mpenzi kutokana na wale waliomtongoza. Hakuwa na hela nyingi kama yeye alivyotaka. Na Mels hakuwahi na mpenzi kwa kuwa alijiona bado kiumri kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi. Siku moja majira jioni, Imelda baada ya kutoka kuoga alivua nguo zake zote na kusimama mbele ya kioo. Aligeuka na kujiangalia. Hakika mimi ni mzuri. Lo, alijiambia. Acha ujinga Imelda, hebu vaa nguo zako haraka, anaongea Mels. Unaona aibu? Unaona aibu kuniangalia nikiwa uchi? Mbona tunafanana kila kitu? Sisi ni mapacha. Kila kitu kilichokuwa kwangu na kwako kipo. Unaponitazama mimi ni kama unajiangalia wewe tu, aliongea Imelda huku akizidi kujigeuza pale kwenye kioo. Aliguna meza, alisimama kitandani na kutoka nje. Mwenzako yuko wapi? Mama yake alimuuliza. Yupo ndani, alijibu Mels. Mwite haraka, nataka mwende dukani, aliongea mama yao na kumkabidhi Mels 10,000 aende dukani kununua mahitaji. Mels aliingia ndani kumwambia dada yake ajiandae haraka waende sokoni. Licha kumwambia Imelda, hakujali. Alizidi kujiangalia kwenye kioo na kujisifu kuwa uzuri alionao lazima mpate mwenye hela. Hii ilimkera Mels kwa hasira. Alimwachia hela za mezani na kumtaka aende sokoni kununua nyanya peke yake, maana yeye alishachoka kumsubiri. Chukia tu, kwanza sokoni kuna umbali gani? Nitaenda kununua hizo nyanya. Baada kumaliza kujiangalia, aliongea Imelda. Mita 7 kutoka sokoni, hasa alikuwa ndani ya gari lake la kifahari aina ya Range Rover.
alivua nguo zake za gharama na kuvaa nguo za kichovu. Alijichafua usoni, kisha akachukua ndoo kubwa lililojaa nyanya na kutaka kufungua mlango. Bosi, una uhakika na hiki unachokifanya? Dereva wake aitwaye Sudi alimuuliza. Ndiyo, nina uhakika. Acha nishuke nikauze nyanya, wewe ondoka na gari na usirudi tena. Huu mwezi wote nitajifanya muuza nyanya hapa, aliongea Hans. Lakini hakuwa njia nyingine ya kumtafuta mwanamke mwenye mapenzi ya kweli kwako zaidi ya kujifanya muuza nyanya wakati wewe ni mtoto wa bilionea. Sijaona njia nyingine zaidi ya mwanamke atakayenikubali katika hali hii atafaa kuwa mke wangu, aliongea Hans. Alifungua mlango wa gari na kushuka akiwa na ndoo ya nyanya mkononi. Alienda nao sokoni. Kaka, hizo nyanya unauza kwa jumla? Dada mmoja alimuuliza. Hapana Suzi, kwa jumla. Nataka kuzipanga kuuza kidogo kidogo ili nipate faida kubwa, alimjibu Hans. Upange? Kwani unaomeza wewe? Ya kupangia? Nitapanga popote pale, alijibu Hans. Alichukua mfuko Nitapanga popote pale, alijibu Hans. Alichukua mfuko na kutandaza chini, kisha akapanga nyanya mafungu. Emeda baada ya kumaliza kujiangalia kwenye kioo, alichukua hela aliyoachiwa na mesa na kutoka nje. Mpumbavu sana huyu. Anadhani nashindwa kwenda sokoni peke yangu, aliongea Melda akiwa peke yake. Aliweka hela vizuri na kuelekea sokoni. Dakika 5 mbele alifika nyumbani kwao. Hakukuwa mbali sana na sokoni, lakini ile amefika tu, macho yake na macho ya Hans yalikutana like za kutosha. Dakika 5 mbele, kwa sekunde kadhaa walitazamana. Hans alikodoa macho kama kamuona malaika. Alisimama alipokaa bila kujelewa, akiwa kama mwenda wazimu. Alipiga hatua kumfuata Meda. Kaa nyanya nauza. Mteja mwingine, alimuuliza Hans kutokana na mawenge yake ya kumuona Meda. Hans alishindwa kujibu. Akili yote ilikuwa kwa Meda. Wewe kaka, ongea na wewe, nyanya unauza bei gani? Yule mteja mwingine alimuuliza Hans. Hakujibu, alizidi kumkodolea macho Melda. Yule mteja mwingine aliguna. Alimfuata Hans na kumtikisa mikono. Wewe kaka, una kichaa? Na kuuliza bei gani ya nyanya? Kwa nini hujibu? Aliuliza yule mteja. Nyanya ni 200 tu, aliongea Hans akiwa na kigugumizi.
Alijishika kichwa chake kisha akamgeukea yule mteja na kumuuzia nyanya. Wakati akiwa anamuuzia nyanya, Emeda alipita na kuingia ndani ya soko. Emeda alihama akiwa sokoni. Ndani, hivi nimekuwaje? Mbona moyo wangu umedunda sana nilipokuwa naangaliana na yule muuza nyanya? Mbona nilikuwa najisikia tofauti sana? Hii ina maana gani? Alijiuliza Emeda. Au ndio nimempenda? Alijiuliza. Hapana, naanzaje kumpenda muuza nyanya? Atanipa nini mimi? Alijiambia Emeda. Alijikaza na kujilazimisha hisia zake.